Kwanza nishukuru kwa sababu katika kipindi ambacho hichi serikali ya awamu ya 5 Mheshimiwa Rais ameelekeza kuhamia Dodoma, lakini sio kuhamia Dodoma kimaneno, isipokuwa Mheshimiwa Rais ameamua kutoa fedha kwa kila wizara shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kujenga ofisi katika mji wa serikali. Na nishukuru sana maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na unavyoona hivi sasa kila wizara zinaendelea na ujenzi. Lakini katika ujenzi huu kwetu sisi TAMISEMI niliamua kufanya tafasiri kidogo tofauti. Nikaona shilingi bilioni 1 kwa sababu nina uzoefu huku tulikotoka nyuma, tumejenga vituo vya afya kwa kutumia utaratibu wa force account. Niliamua kuwaelekeza viongozi wenzangu wote, tukakaa kikao cha pamoja kukubaliana namna gani tutajenga ofisi zetu. Kwa maelekezo yangu ni kwamba tujenge kwa kutumia force account. Na nishukuru viongozi wenzangu wote tulikubaliana katika jambo hili. Kwa hiyo ofisi ya TAMISEMI tumekuja na utaratibu mpya wa ujenzi hizo ofisi za serikali. Tumeamua kutengeneza jengo letu kwa kutumia force account. Na jengo letu hili utaratibu wake tulichokifanya ni nini? Tumeamua kuunda kamati. Tuna kamati ya vifaa, tuna kamati ya manunuzi, tuna kamati ya ujenzi, lakini hadi kadhalika kuna kamati ya ufuatiliaji na usimamizi. Katika kamati hizi tulihakikisha kwamba kila eneo kuna mainjinia ambao wanaweza kufanya tathmini ya ujenzi wetu unavyoendelea. Kwa hiyo nishukuru sana. Na tulichokifanya ni kwamba katika swala zima la vifaa tuliamua vifaa vingine kwenda kuvifuata viwandani moja kwa moja. Kwa mfano upande wa nondo tulitafuta viwanda vyetu ambavyo viko hapa Tanzania, na lengo la maelekezo yangu nikasema hatuwezi kujenga jengo kama hili afu tutumie vifaa kutoka nje. Lazima tuhakikishe tunaenda sambamba na ajenda ya Mheshimiwa Rais ya uchumi wa viwanda, tusaidie viwanda vyetu vya ndani. Kwa hiyo niwatuma watu wangu hasa idara ya manunuzi walienda kuangalia viwanda ambavyo vinaweza vikatupatia malighafi ya aina mbalimbali. Wakafika katika viwanda kadhaa vya kutengeneza nondo. Lakini mwisho wa siku tukakubaliana kwamba tutanunua nondo kupitia kiwanda cha Kirua. Na nondo hizi tuliamua kuzichukua tukapeleka TBS, wakaenda kuzihakiki vizuri. Bahati nzuri sasa kazi inaenda vizuri. Lakini hata hivyo tukaamua sasa tutafute fundi. Fundi tutampata wapi? Tukaamua tuwachukue watu wa Mbeya University. Sababu Mbeya University wana kitengo cha usimamizi akiwa na kitengo cha ujenzi. Na kwa sababu nina uzoefu mzuri ni kwamba wakati tunakarabati shule kongwe, miongoni mwa taasisi iliyofanya vizuri katika ukarabati wa shule kongwe ni Mbeya University. Kwa hiyo tunachukua Mbeya University ndio kama mafundi hapa wa kuhakikisha jengo hili linajengwa. Kwa hiyo kazi yao wao ni ufundi tu. Kwa hiyo swala la material kama sementi, kama nondo, kama mbao, kama mirunda, chochote hapa tunanunua sisi wenyewe kupitia kamati zetu. Lakini hali kadhalika tuamua kwamba kuachukua TBA. TBA wao kama unajua kama ni wakala wa majengo nchini kwetu, wao sasa ndio watu wa designia hili jengo letu, kwa sababu tuliwaambia mimi interest yangu ni kwamba lazima niwe tofauti na wizara nyingine, kwa sababu wizara yangu ina watu wengi. Ndio maana nikasema kwamba lazima tujenge gorofa. Kwa hiyo tukaambia TBA wakatutengenezea ramani ya ujenzi wa ground floor, first floor and second floor. Na hivi sasa manake ujenzi ndio unaendelea. Katika ramani hii ukija kuangalia itakuwa ni jengo pekee kwa hapa katika mji wa serikali, katika ofisi zote za wizara, jengo pekee lililojengwa kwa gorofa kwa shilingi bilioni 1 ni jengo la TAMISEMI. Kwa hiyo sasa tunajielekeza vizuri, sasa ujenzi sasa hivi unaendelea. Kwa hiyo TBA kazi yao kubwa wamedesign ile michoro, wamedesign jengo, lakini tumewapa jukumu la usimamizi. Mbeya University tumewapa jukumu la ujenzi, lakini ofisi yangu kupitia kamati yangu lina zoezi la usimamizi wa kazi hii kwa muda wote. Bahati nzuri kazi inaenda vizuri. Kwa hiyo tunajenga hapa jengo la gorofa, tutakuwa na ground floor, first floor and second floor. Jengo hili litachukua watumishi zaidi ya watumishi 88. Lakini tutakuwa na ukumbi wa mikutano 2. Ukumbi mmoja utakuwa unachukua watu wasiopungua 25, lakini ukumbi mwingine utachukua zaidi ya watu 50. Kwa hiyo hapo ukiangalia sisi tumepata faida kwanza kubwa 2. Jambo la kwanza tumepata jengo la gorofa. Jambo la pili tumepata jengo ambalo lina staff wengi kuliko ni majengo yote ya hapa. Kwa hiyo nashukuru kazi inaendelea. Tulivyotoka chini changamoto ilikuwa kubwa kwa sababu hapa naona ulikuwa na mwamba mkubwa sana. Tumemaliza sasa hivi ground floor. Sasa tuko katika second floor, tuko first floor na kazi sasa inaenda vizuri. Kwa hiyo tukimaliza hapa tutaona kwamba majengo ya wizara zote na wizara TAMISEMI itakuwa ni tofauti. Lakini hata hivyo nikaona haiwezekani. Mimi kama waziri lazima nijiongeze na taasisi yangu ya TARURA. TARURA pale ukiangalia kwa mwaka wanalipa zaidi ya shilingi milioni 450. Nikasema kwa mwaka huu wa fedha, bajeti ya mwaka huu 2019-2020 sitowaombea bajeti ya kulipa pango. Kwa hiyo nikawaelekeza na wao waanze ujenzi. Kwa hiyo wanajenga jengo kama hili katika kiwanja hichi. Maana eneo letu sisi lina ukubwa wa ekari 11. Ekari 4 tumewapa TARURA, ekari 7 zimebaki TAMISEMI. Kwa hiyo hapa kutakuwa sisi ni watu wa kipekee. Taasisi ya TAMISEMI, ofisi ya TAMISEMI ambayo ofisi ya rais yenyewe itakuwa na jengo la gorofa yenyewe na taasisi yake pekee itakuwa taasisi zote katika mji huu wa serikali ndio itakuwa taasisi pekee ambayo ina jengo la gorofa. Kwa hiyo tutakuwa na Twin Towers ambayo itakuwa ni jambo la faraja kubwa sana. Lakini hili lengo langu ni nini? Lengo langu ni kwamba watu mbalimbali wajifunze matumizi ya fedha za serikali.
Mheshimiwa Rais kutoa fedha shilingi bilioni 1, wengine wanaona kama ni fedha ndogo, lakini kwangu mimi ninayejua thamani ya fedha naona fedha hii ni nyingi sana. Na ndio maana niliwaita hapa baadhi ya wakuu wa mikoa, wakurugenzi wa halmashauri walishakuja kutembelea hivi hapa. Na kwa nini nimefanya hivyo? Ni kwa sababu huko site tulikopeleka fedha kuna mikoa mingine tumepeleka zaidi ya shilingi bilioni 3. Lakini ukienda unakuta hakuna chochote kilichofanyika. Kuna halmashauri zingine wamepokea zaidi ya shilingi bilioni 2 au bilioni 2.5. Ukienda unakuta wanakuambia watu bado tunataka pesa, tunataka jengo la shilingi bilioni 7. Leo hii wizara yao inajenga jengo la shilingi bilioni 1 na watumishi zaidi ya 90, zaidi ya 88, maana hapo ni zaidi karibu 90 na kuendelea watakuwa katika eneo hili. Kwa hiyo niseme hili ni jambo tunaacha legacy. Na siku zote mimi wanasema sio kwamba kujenga hivi kwamba Jafu mimi nitadumu hapa siku zote, hapana, lakini hata siku nikiondoka watu wanikumbuke leadership. Nini maana ya uongozi katika kufanya mabadiliko makubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.